Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitaanza na kisa, na sio kisa tu, ni moja miongoni mwa hadithi muhimu sana kwa kila Muislamu kuweza kuifahamu. Na kabla sijaingia katika kisa cha hadithi hiyo, niseme kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametukutanisha na nyinyi, wajukuu zetu, watoto wetu, vijana wetu, katika kambi hii muhimu ya kihistoria katika nchi yetu ya Tanzania. Hili ni jambo adhimu, ni jambo kubwa sana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlipe kila aliyeshiriki katika kufanikisha hili. Lakini vile vile tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwalipa kheri wazazi wenu ambao wameona kuna umuhimu wa nyinyi kuja katika kambi hii, kwamba mnaweza mkajifunza, ambao wametuamini sisi kama mashehe kwamba wanapowaleta nyinyi kwetu sisi mnaweza mkarudi mkiwa mmebadilika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awalipe kila kheri wazazi wenu kwa hayo mema ambayo wamewafanyia. Inawezekana sisi tulivyokuwa na umri kama wa kwenu hatukupata fursa za kufanyiwa haya ambayo nyinyi sasa hivi mnafanyiwa. Ni neema kubwa. Lakini jambo la pili, namuomba kila kijana aliyomo humu ndani aelewe principle moja muhimu sana katika maisha yake. Katika maisha yetu kama binadamu kuna vitu ambavyo tunavipa values. Unajua maana value? Maana yake nini? Thamani. Sawa eh? Kitu ambacho kina thamani katika maisha yako. Sasa katika maisha yetu mimi na nyinyi, ni kitu gani kina thamani zaidi kuliko kitu chote kingine? Anaonyesha mkono ajibu. Tumeanza tena upya. Naam. Binadamu. Mwingine? Sema sio naibu, huwezi kuchekwa, sio sema kuchekwa. Naam. Wazazi. Naam. Mwingine? Elimu. Mwingine? Nitoe pochi ndio nawahamasisha. Afya. Mwingine? Iseme vizuri. Igeuze kidogo. Uislamu. Mashaallah. Anastahili zawadi, utamwandika jina lake. Utaandika jina na kundi lako. Wote mliozungumza sahihi, akili, afya, wazazi, nini, sawa. Lakini eleweni kitu hicho. Hakuna kitu kina thamani katika maisha yako kama imani yako ya Kiislamu. Hiyo ndio jambo la mwanzo unalotakiwa kulitunza. Tuko pamoja? Kwa hiyo principle hiyo ya vitu ambavyo vinastahili kuwa valued katika maisha yako wewe siku zote, weka namba moja ni Uislamu wako. Tuko pamoja vijana? Maana Sheikh anataka kujibu naye. Hii ni smack. Naam. Sheikh amezungumzia wakati. Sawa eh? Sasa inakuja baada ya Uislamu, si ndio? Kwa sababu Uislamu, bila Uislamu hamna maana katika maisha haya. Bila Uislamu hamna maana ya uhai, hakuna maana ya wazazi, hakuna maana ya kazi, hakuna maana. Uislamu ndio namba moja, kwa sababu ukiishi nje ya Uislamu umekula hasara. Kama ni akili, ni IQ. Kuna watu wangapi ambao wana IQ nzuri kuliko sisi na sio Waislamu? Kweli au sio kweli? Watu wana PhD zao, wavumbuzi wakubwa, lakini anaabudu ng'ombe, ananawia mikojo ya ng'ombe. Sawa eh? Lakini ukimpima katika IQ amekuzidi wewe mara nyingi sana. Sasa mimi na wewe tumefadhilishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya nini? Ya Uislamu. Hiyo nilikuwa nataka mpate hiyo value na hiyo principle ya mwanzo. Narudi katika hadithi muhimu. Umar ibn Khattab anahadithia, anasema siku moja tumekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukimtaja Mtume vijana tusiwe mabakhili. Sawa? Tumekaa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Akaja mtu, huyo mtu hatumfahamu na anaonyesha kwamba si mtu wa pale katika mji wa Madina, lakini katika sifa zake vile vile hana athari yoyote ya safari, kwa sababu amekuja na kanzu nyeupe sana, maana kama ametoka nyumbani kuoga, imepigwa na pasi. Msafiri anakuja na mavumbi vumbi, wakati ulikuwa hakuna treni, hakuna magari, hakuna ndege, sawa Hana athari yote ya safari. Nywele zake nyeusi sana na kanzu yake nyeupe sana. Hakuna miongoni mwetu anayemfahamu. Nataka urudishe imagination yako nyuma, yani kama wewe vile ulikuwa katika kikao hicho cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa? Umar anasimulia tumekaa kama maswahaba. Akaja akatupita wote, akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekaa. Akapiga magoti, akamsogelea mpaka magoti yake yakagusana na magoti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmepata picha? Yani ile magoti, huyu kapiga magoti na huyu kapiga magoti, wamesogeleana, wanaangaliana mpaka magoti yakagusana. Hiyo ni dalili ya nini? Kwamba kuna kitu muhimu anachotaka kuuliza au kukizungumza. Kisha mikono yake yule mtu ikaenda katika mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamshika kwenye miguu, akamuuliza, akamwambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, ma huwa alislam, ni nini Uislamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alislam, Uislamu ni kushahadia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na Mtume Muhammad ni mtume wake, na kusimamisha swala 5 na kutoa zaka na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwenda kuhiji kwa mwenye uwezo wa kwenda kuhiji. Yule mtu akamwambia, sadakta, umesema kweli. Umar anasema tukashangaa. Kwanza ni mtu usiyomjua, hatumjui katika mji wa Madina, halafu amekuja, halafu anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu Mtume anamjibu, anamwambia umesema kweli. Kumbe alikuwa nalo jawabu. Akamuuliza tena, ya Muhammad, ma al-iman, ni nini iman? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, imani maana yake ni kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini siku ya mwisho, kuamini kadari yake, khairi yake na shari yake. Yule mtu akasema sadaqat. Akamuuliza tena, wa mal ihsan, nini maana ya ihsan? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al ihsan an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, kumwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona. Unamwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona. Kama wewe humuoni, basi yeye anakuona. Yule mtu akasema sadaqat. Akaendelea na maswali mengine mengi ambayo sio maudhui yetu, kisha akaondoka zake. Tukamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nani huyu amekuja hatumjui, anakuuliza kisha anakusadikisha katika yale unayozungumza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyu mliomuona alokuja ni Jibril alayhi salam. Tunamjua Jibril ndio mtume, malaika mkuu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amekuja kuwafundisheni dini yenu. Amekuja, rudieni, amekuja kuwafundisha nini? Dini yenu. Pigia chini ya mstari, dini yenu. Kwa dini ya Kiislamu ni mambo haya matatu. Nataka nichague msaidizi wangu. Nani yuko tayari kuwa msaidizi wangu? Hakuna. Naam, njoo mbele. Njoo mbele. Simuonyesha mkono. Unaitwa nani Sheikh? Abdul Bar. Abdul Bar, naomba nichoree, unajua kuchora ngazi? Stairs. Nichoree ngazi 3. Sawa. Stairs 3, sawa Hizi zinaitwa ngazi. Katika dini tunasema kitu kinaitwa maratibu dini, ngazi za dini. Jibril amekuja kuwafundisha Waislamu dini yenu, kwamba dini yenu ina ngazi 3. Unapopanda ngazi, unakwenda juu, unakwenda chini.
unakwenda wapi? Juu. Na juu ndio kwenye malengo, si ndio? Ngazi ya kwanza Jibril amesema, amefundisha nini? Andika hapo Uislamu. Hapa chini weka 5. Ngazi ya pili amefundisha nini? Imani. Andika hapa imani. Sita. Mashaallah. Ngazi ya 7 ihsan. Na nguzo ngapi? Andika hapa 1. Huu ndio Uislamu ambao katika mwanzo wa muhadhara wangu nimesema katika vitu ambavyo vina thamani zaidi kuliko vitu vyovyote ni sisi kuwa Waislamu. Uislamu wetu uko hapa. Nguzo 5 za Uislamu, nguzo 6 za imani na nguzo 1 ya ihsan. Na hii nguzo 1 ya ihsan ndio kilele cha Uislamu wa mtu. Kilele cha Uislamu wa mtu. Ukiwa Muislamu ukaishia kwenye nguzo 5. Sawa Uislamu wako una matatizo. Ukaishia katika nguzo 6 za imani, Uislamu wako una matatizo. Ukaishia katika nguzo ya ihsan, Uislamu wako umekamilika. Kwa moja katika malengo ya katika kambi hii ni kututoa sisi tukiwa Waislamu kupitia daraja hizi 3 ambazo tumezungumza hapa. Hii daraja ya ihsan ndio ambayo inawakilisha maadili al-akhlaq, maadili yaliyokuwa mazuri. Unaweza kuwa na swala 5, unaweza kuwa na imani ya kuamini siku ya mwisho, kuamini malaika wa Mwenyezi Mungu, lakini kama maadili yako sio ya Kiislamu, hizi ngazi zote chini hizi zinaporomoka. Tunaona samama ndugu zangu, na Uislamu wako unakuwa na kasoro iliyokuwa kubwa zaidi. Kwa lengo la semina kama hii ni kututoa mimi na nyinyi ndugu zangu vijana wetu, tuanze kupanda hizi ngazi moja moja tufike katika nguzo hii ya ihsan ambayo ni nguzo ya akhlaq au nguzo ya maadili. Tuko pamoja? Na mtu ana swali lote katika haya ndio yazungumza? Katika haya ndio yazungumza kuanzia mwanzo. Kuna mtu ana swali lote sema hajafahamu? Naam. Sijasikia vizuri. Ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona. Kama we humuoni, yeye anafanya nini? Anakuona. Ndio nguzo pekee ya ihsan. Na ndio ainisho lake. Naam. Nilikuwa nauliza kwenye hizo nguzo za Uislamu, ile nguzo ya mwisho ya kwenda haji kama wenye uwezo. Na kama umepata uwezo lakini unaumwa. Sasa hauna, yani labda una uwezo lakini si unaumwa. Afikisha ulipokuwa unataka ujaribu hivyo kesho unaenda kwenye check up ya hospitali ili siku baada ya check up uende haji, lakini sasa ukafariki. Je, mtu akienda nini hijia inakuwa inasihi? Umesikia swali la kijana wetu Kabla sijajibu nataka nizungumzie yafuatayo. Lengo la maudhui hii sio kuchambua hizi nguzo. Sawa? Lengo la maudhui ambayo naizungumza mimi ni kukufanya wewe ujitambue kama Muislamu. Swala lako zuri sana. Lakini maudhui haizungumzii masuala ya kisheria. Na mtu akauliza akisema Sheikh umesema nguzo za Uislamu ni 5, ya kwanza ni swala. Sawa Sasa nitatawadha vipi? Umeelewa Utakuwa umetoka nje ya maudhui yangu. Maudhui yangu mimi ni kufahamisha vitu vizima vizima. Ala vile vitu ambavyo ni vya details mtafundishwa through programs. Sheikh ni kuruhusu wewe kupumzika. Sawa Kule mnaposwali walimu watawafahamisha na masala mengine. Kwa hiyo swali lako tutaliakhirisha mpaka kwenye kikao cha jioni. Tuyajibu katika maswala ya kijumla ili tusitoke katika mada. Tukiingia katika maswala ya kisheria tumetoka.
Mimi ninachotaka ukielewe kwa mazungumzo yangu yote niliyozungumza kwamba neema kubwa kuliko yote ambayo sisi tunayo neema gani? Uislamu. Tumekubaliana, si ndio? Principle muhimu katika maisha. Uislamu ni nini? Maisha. Sawa. Uislamu wote ni nini? Ni vitu vingapi? Vitabu vitatu vinaitwa maratibu dini, daraja za dini, ngazi za dini. Ngazi ya kwanza ni nini? Ihsan. Tena ngazi ya kwanza, ya pili, ya tatu ihsan. Tukishaelewa hapo, mimi nimeridhika kabisa. Sisi tumeelewana eh? Mimi maudhui yangu leo sana sana nitaizungumzia katika kipengele hichi cha ihsan, ambacho ni kipengele cha maadili, kipengele cha tabia, ambacho ndio kinajenga Uislamu wa mtu. Ndugu zangu vijana, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, mimi sikutumwa kwa kazi nyingine yoyote isipokuwa nimetumwa katika kazi ya kukamilisha maadili yaliyokuwa mazuri. Kana kwamba kazi yake pekee ambayo atakayeifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mgongo wa ardhi ni kufundisha maadili peke yake. Kwa hiyo maadili kwa Muislamu ndiyo daraja ya juu kabisa ya ibada. Ibada yenye thamani, yenye uzito mkubwa mbele ya Mwenyezi Mungu ni ibada gani? Swali nimeuliza. Naam? Tauhid. Sawa. Mwingine? Swala 5. Mwingine? Akhlaq. Wote mmepatia. Umeelewana Lakini kwa mujibu wa mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu, ibada yenye uzito mkubwa zaidi ya ibada zingine zote ni akhlaq. Ukiwa una swala 5 na funga yako ya Ramadhani na hija yako uliokwenda kuhiji, sawa, sijui mara 5 umerudia, na unatoa na zaka, lakini ukawa na akhlaqi mbovu, hii ni dalili na ni kiashiria kwamba ibada zako vile vile hazijakamilika. Kwa sababu lengo la ibada, lengo la ngazi hii ikunyanyue kufikisha katika ngazi ya imani. Lengo la ngazi hii ya imani ikunyanyue kufikisha katika ngazi ya ihsan. Wewe ukitosheka na hapa tu, kuna matatizo katika Uislamu wako. Ukatosheka na imani tukaamini, lakini imani yako ikawa haijabadilika katika matendo yako, una matatizo katika Uislamu wako. Lazima hivi vitu vioane, na kitu ambacho kitatuonyesha kwamba wewe umefikia katika daraja ya Uislamu wa juu ni ihsan, ambayo ni maadili yako. Naam. Ukishafika katika ihsan, ukifika hapa, vyote hivi vimejumlishwa. Ukiwa wewe ni muhsin, manake wewe ni mu'min, manake wewe ni muslim. Muhsin, ukiwa wewe ni muhsin, manake wewe ni mu'min, manake wewe ni muslim. Sawa? Lakini ukiwa ni muslim haina maana kwamba wewe ni mu'min, wala haina maana kwamba wewe ni muhsin. Na ndio maana kuna aya katika Qur'an zinazozungumzia sawa, tofauti kati ya imani ya Uislamu na imani. Swali zuri muuliza. Kwa hiyo ukifika hapa daraja hii hasa, ina maana hizo daraja zingine automatically unakuwa tayari. Maksud umezipanda, umezikanyaga, Uislamu umekanyaga, imani umeipanda, umefika hapa. Kwa hiyo zote hizi zimeshaingia kwako wewe. Huwezi kuruka tu kutoka huku kaja kwenye ihsan bila kupitia daraja hizi. Sijui mnapata maana yangu naikusudia kwenu, kwamba usitosheke wewe na jina lako la Kiislamu. Usitosheke wewe na swala 5 unazoziswali ukaona kwamba umefikia daraja ya juu sana. Usitosheke wewe na ukaamini kwamba kuna siku tutasimama mbele ya Mwenyezi Mungu, ima utaenda peponi au utaingia motoni, kwa maana ya daraja ya imani. Lakini jiangalie wewe akhlaq zako zikoje. Hicho ndio kipimo cha Muislamu. Na tunapozungumzia akhlaq na maadili tunazungumzia nini? Na anaweza kuniambia? Tukizungumzia swala tunajua swala maana yake kuna nguzo zake, kuswali, kuna msikitini kuswali swala 5. Tunapozungumzia maadili tunazungumzia nini?
Naam. Ile tabia ya mtu. Tabia ya mtu, vizuri sana. Mwingine? Subhanallah, jibu sahihi, apewe zawadi na jina liandikwe. Tunapozungumzia akhlaq ni jinsi gani unataamiliana na wanaokuzunguka, sawa? Hiyo ndo maadili, hiyo ndo tabia. Wanaokuzunguka wanasemaje kuhusiana na tabia zako na maadili yako wewe? Wanaridhika nayo au hawaridhiki nayo? Hiyo ndio maana ya akhlaq. Kwa ufupi kabisa, kwa maana nyepesi kabisa, ni jinsi gani unataamiliana na wanaokuzunguka. Hiyo ndio inafahamisha Uislamu wako uko wapi. Kisa kimoja, wamekuja watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia, ya Rasulullah, kuna mwanamke fulani amefariki na tunamdhania alikuwa ni mwanamke mwema, ana swala 5 anazo, anafanya khairat, anasaidia watu ambao wana shida. Zote hizo zinaonyesha Uislamu, zote zinaonyesha imani. Lakini alikuwa ana kasoro moja, ulimi wake ulikuwa ni mchafu kwa majirani zake. Mmelisikia swali ambalo Mtume kaulizwa sallallahu alaihi wasallam? Mtume hakufikiria sana, akatoa maneno mawili tu, akasema hiya finnar, huyo ni mwanamke wa wapi? Wa motoni. Maana yake nini? Swala zake hazikumtransform, hazikumbadilisha, hazikumfikisha katika kilele cha Uislamu wake. Khairi zake alizokuwa akizifanya na kusaidia watu hazikumsaidia, kwa sababu maadili yake yalikuwa ni mabovu. Ulimi wake ulikuwa unawatukana, unawakashfu, unawasengenya, unawapa maneno makali majirani zake. Kwa maana nyingine, ibada zake hazikumsaidia, hiya finnar. Ndio maana nikasema ibada iliyokuwa kubwa na nzito zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya kutaamiliana na mwenzako, ibada ya maadili, ibada ya akhlaq, ambayo inaingia katika daraja hii hapa. Tuko pamoja vijana? Okay. Tunatengenezaje tabia zetu? Tunataka tuwe na maadili mazuri au hatutaki tuwe na maadili mazuri? Wangapi wanataka kuwa na maadili mazuri? Mashaallah. Wangapi ambao hawataki kuwa na maadili mazuri? Nyoshe mkono. Wangapi wako neutral? Hakuna hata mmoja. Kwa hiyo tumekubaliana camp nzima, pamoja na mimi mzungumzaji, pamoja na mashekhe. Sawa Tunataka tutoke hapa tukiwa na maadili mema. Tunayapataje maadili mema? Maadili mema yanapatikana kupitia kwa kila mmoja miongoni mwetu. Kila mmoja miongoni mwetu anaweza akazalisha maadili mema yeye mwenyewe kupitia katika kitu kinachoitwa character. Msaidizi wangu njoo. Piga mstari hapa. Tumia kalamu unaipenda mwenyewe. Ndio tunakutrain sasa uwe coach na wewe. Andika character. Akikosea spelling msimcheke. Nini maana ya character? Tabia. Mwingine? Sifa. Mashaallah. Kidogo. Chukueni jina la kijana. Sawa Muonekano. Kidogo. Personality. Kidogo. Nani? Sio ni aibu. Character. Vile watu wanavyokuona. Kidogo. Vile? Unamridhisha Allah. Kiasi. Sifa ile imekuja vizuri. Kujitambua. Kujitambua. Kinacho kutambua. Subhanallah. Humu ndani kuna mafilosofia tuwajui tu. Kinacho kutambua. Kinacho kutambulisha.
Exactly. Shukran. Hawa wawili wapewe zawadi wale na makundi yao. Sifa na kujitambua. Ndugu zangu, character, nikizungumza haya anayefuata mtaelewa tofauti yake, na mmeyataja nyinyi wenyewe, sikusema mimi. Kuna kitu kinaitwa, kakitaja ndugu yetu muonekano sijui na nini, sawa? Kuna kitu kinaitwa reputation. Naomba andika reputation. Reputation maana yake nini? Vidole. Reputation. Hadhi. Unataka uimprove. Unavyojitambua. Tabia yako, Exactly. Andiko jina huyo. What people think of you. Watu wanavyokuona, watu wanavyokuperceive, watu wanavyokuangalia, watu wanavyokusema. Umeelewa Ndio maana ya reputation. Hii hapa. Reputation, wewe watu wanakuzungumzia vipi? Yule bwana mchezaji mpira hodari sana. Ndio reputation yako, si ndio? Yule bwana yuko hivyo. Reputation ni jambo ambalo wewe unalitengeneza ili watu wengine walione kutoka kwako jambo hilo. Sio, mnanielewa? Yaani reputation unaitengeneza wewe, unaiinvest katika nani ili watu wakuone unavyotaka wewe wakuone. Unavyotaka wewe wakuone. Lakini sio necessarily kwamba vile ambavyo unataka wewe wakuone ndio wewe ulivyo. Kweli au sio kweli? Unaweza kujifanya wewe mtu mwema sana. Sawa? Unatabasamu kila wakati. Lakini ukweli hauko hivyo kabisa. Unatengeneza kitu kinachoitwa reputation. Na hii wanayo wasanii sana. Watu wanaitwa wasanii hawa, waimbaji, wanasiasa, sawa? Na wanasiasa wanaitumia sana katika maeneo mengi. Anataka atengeneze reputation yake, nyinyi mumuone ni mtu mzuri. Ndio maana anakwenda sehemu kama anatafuta katika wakati wa uchaguzi, anaweza kwenda sehemu akakaa na watu, akanunua muhindi wa kuchoma, sawa? Kaanza naye kula na watu wengine, wanapiga story, wanakuja wapiga picha, wanampiga huku na huku na huku na huku, sawa? Mheshimiwa alikuwa anakula muhindi na wananchi. Sawa Anatengeneza nini pale? Reputation. Akimwona mama na mtoto anamuita, anamnyang'anya mtoto wake, anaitwa nani huyo? Mashaallah, anamshika, anambembeleza hivi, anambusu. Sawa Lakini kule nyumbani hajawahi kubusu mtoto wake hata siku moja. Wala hajawahi kubeba mtoto. Kimpa mtoto sasa atanichafua mwake. Lakini barabarani anambeba kwa sababu anatengeneza nini? Anataka watu wengine wamuone vile anavyotaka yeye aonekane. Lakini actually hayuko hivyo. Tumeshaelewa nini maana ya tofauti ya reputation na character? Bado. Kuna mmoja akasema hapa personality. Pale kijana akasema. Nini maana personality? Camp hapo wametuandalia sisi makoti haya. Sawa Sawa bwana, mnapokuja kwenye mihadhara, vaeni makoti yenu yameandikwa camp. Mimi nilikuwa nimekuja na jaketi langu zuri tu. Kushinda hata hii. Sawa Lakini sheria za camp kwamba tuvae hii kwa sababu gani? Tunatengeneza personality ya camp. Unapopiga picha inaonekana iko camp, tuko pamoja na nyinyi na watu mmevaa sare. Sawa, nataka kusema kitu. Personality kwa mimi kwa haraka nilifikiria ni kama heshima na ni kama labda ni sheria fulani ya pale sehemu yenyewe. Sawa, inafanana na hivyo na protocol vile vile. Kama uzungumzia protocol. Lakini naam. Upekee. Kiasi. Jinsi mtu alivyo. Kiasi. Ubinafsi umeenda mbali sana. Uhusika inawezekana ikaingia. Uhalisia. Uhalisia hapana. Tabia sio hivyo. Muonekano, exactly. Andiko jina huo. Sawa Muonekano wako, appearance yako.
Wewe unapotoka nyumbani unajiangalia kwenye kioo, kweli au sio kweli? Kwa nini unajiangalia kwenye kioo? Kwa nini? Uweze kuona muonekano wako. Unaweza kuwa umegeuza shati, si ndio? Au hujafunga kifungo cha juu, cha chini kimepishana, au hujachana nywele, au hujajipaka mafuta. Hiyo yote unatengeneza kitu kinaitwa nini? Personality. Ili ukitoka mbele za watu personality yako iwe kama vile unavyotaka iwe. Sasa character, naomba niandikie Sheikh msaidizi wangu, personality. Haya maswali mtakuja kuulizwa na Brother Sufyan. Yazingatie sana. Tofauti gani kati ya character, reputation na personality? Personality ni wewe muonekano wako jinsi ulivyo. Sawa eh? Unatoka mbele za watu umevaa vizuri, umechana nywele vizuri, lakini tukikuchukua wewe sasa hivi tukaenda kwenye chumba chako unacholala, tutaikuta kule personality ile? Nguo zingine ziko kitandani, sijui zingine ziko wapi, chupa ya mafuta iko uvunguni, viatu ndio umeweka kwenye mto, chumba kiko shaghala baghala. Lakini unapotoka nje hutoki shaghala baghala kama chumba chako, unatoka kuangalia personality yako ikoje na watu watakuona vipi, si ndio? Kwa sheria ya nje na kuhukumu katika kujitengeneza wewe jinsi ulivyo. Reputation tumesema ni unavyotaka watu wengine wakuone. Character ni jinsi ulivyo wewe mwenyewe, ukweli wako wewe mwenyewe. Hiyo ndio inaitwa nini? Inaitwa nini? Character. Kwa mimi mazungumzo yangu yatakuwa katika eneo hili la character. Character unaitengeneza mwenyewe. Character ni wewe mwenyewe jinsi ulivyo. Character hakuna mtu anaweza akakunyang'anya. Character unaimiliki mwenyewe na hakuna mtu anaweza kuiharibu. Reputation watu wanaweza wakaiharibu. Ulikuwa unasifiwa sana, kesho umetoka kwenye mtandao wa kijamii, umefanya kitu fulani, umeharibikiwa nchi nzima. Kweli au sio kweli? Ulikuwa unaonekana mwema sana, kumbe tabia zako za hovyo. Reputation yote imeharibika. Personality hali kadhalika inaweza ikaharibika, lakini character ni kitu unachokimiliki na hakimilikiwi na mtu mwingine. Ni uhalisia na ukweli wako wa jinsi ulivyo. Na hapa ndio liko somo la kujitambua ambalo lilianza kuanzia asubuhi. Sawa? Nataka niwaingize ndani kabisa mjitambue, msighururike na unavyosifiwa na wengine. Jamaa fulani bwana yuko kwenye kundi lenu, mashaallah, jamaa mzuri sana yule bwana. Mcheshi sana, sawa eh? Au mko na fulani, yule mtu wa hovyo sana. Hivi ni vitu vinavyozungumzwa, lakini unawezekana uhalisia huko hivyo. Kwa hiyo usighururike na unavyosifiwa na watu wanavyokusema vizuri au vibaya. Anayejijua ni wewe mwenyewe. Kweli au sio kweli? Okay. Wewe umetoka umekuja camp leo, umevaa koti lako vizuri kabisa, jaketi lako nini. Kwenye matenti hakuna vioo vya kujiangalia, lakini umejiangalia kwenye vioo vya kwenye huku pembeni huku. Kwa safi kabisa. Umeelewana eh? Umetengeneza personality yako. Na umewasaidia hata ndugu zako pale chumbani kubeba magodoro, kuweka vitu sawa. Unatengeneza reputation kwamba wewe una msaada mzuri sana kwa watu wa pembeni. Lakini kumbe hapo umekuja leo umeshamuibia mwenzako saa yake ya mkononi. Mfano tunachukulia, sema kwamba kuna mwizi huko ndani, sawa eh? Umeshamuibia mwenzako saa yake ya mkononi. Au umeshamchonganisha au umeshamsema. Pale unapojiangalia kwenye kioo, personality yako unaona imependeza? Si ndio? Umewasaidia ndugu zako pale, si reputation yako nzuri kule ndani? Lakini ukijiangalia kwenye kioo ikapenyeza moja kwa moja kwenye moyo wako, unaona dosari gani pale? Ya nini? Ya wizi. Sasa yule ndo wewe.
Yule unayemwona pale ndio wewe. Yule aliyosifiwa kwa kusaidia wenzake pale sio wewe, ulikuwa unatengeneza tu. Yule alijiangalia kwenye kioo amependeza, sio wewe. Wewe ni yule uliojiangalia ukajiona, ukaona kwamba huyo aliyosimama hapa ametoka kumuibia mwenzake saa yake ya mkononi sasa hivi, na ninayo na haipati na haioni. Sawa eh? Hiyo ndo nini? Karakta yako ni wewe mwenyewe ulivyo. Hii ndio maudhui nataka nizungumze. Sasa karakta inatengenezwa na vitu vifuatavyo. Pindue kurasa, nishaandika hizi eh? Kuna vitu vinatengeneza karakta, viko 6. Wataalamu wanasema vinaitwa 6 C's. 6 C's. C maana yake C. C's. Alafu na S kadogo juu. Exact. Mwalimu mzuri sana. Inaitwa nini? 6 C's. Yaani herufi mambo 6 yote yanaanza na herufi C. Haya mambo ndio yanayotengeneza karakta yako. Mimi siwezi kuyamaliza leo yote. Naweza nikazungumza moja au mawili alafu tutaendelea na sessions zingine wakati mwingine kuzungumzia. Ya kwanza inaitwa conscience. Conscience. Kwa wanafunzi wa international kwa wapi? Asha. Nini maana ya conscience? Kizunguzungu. Kama unajielewa. Conscience. Hali ya kuwa na umakini. Conscience. Utambuzi. Kidogo. Anarudia tena. Deep sleep. Fafanua vizuri, unaweza kuwa umepatia mimi sikuelewa. Deep sleep maana yake ile usingizi mzito. Oh, conscience. Naam. Ufahamu. Naam. Uzima. Kuwa na ufahamu wa umakini. Inakuja. Jina lake lianze kuhifadhiwa hili. Kujitambua ni sawa mdogo wangu. Sawa. Nataka specific. Kuwa makini na unavyofanya. Kuwa makini na unavyofanya. Inakuja kidogo. Kutambua unachofanya nafanana na hiyo. Kuelewa unachofanya nafanana na hiyo. Nakiri mmeshindwa. Nipeni mji niende. Umakini. General zaidi ya umakini. Nataka specific. Utambuzi. Nikifafanua mtaelewa, sawa eh? Conscience ni dhamir katika lugha ya Kiswahili. Dhamir. Sawa, dhamir. Naweza kuandikia Sheikh hapa pembeni, dhamir. Conscience ni sauti ya ndani. Pale Mwenyezi Mungu aliposema balil insana ala nafsihi walau alqa, mwanadamu anaelewa yaliyomo katika nafsi yake. Anaelewa yaliyomo. Alikuwa anazungumzia conscience. Dhamir. Hata kama atajitetea, anajua yaliyomo katika nafsi yake. Sisi tumeelewana eh? Okay. Na aya nyingine imenikimbia. Kwa hiyo conscience maana yake ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametuumbia sisi wanadamu kiweze kutuzindua kuelewa zuri na baya. Tuko pamoja au nimewaacha? Sitaki kuona mtu anasinzia jamani. Tuko pamoja? Okay. Na wataalamu wanasema hichi kitu kinachoitwa conscience hakiko kwa mwanadamu tu, mpaka kwa baadhi ya wanyama kipo. Kuna baadhi ya wanyama wanajua baya na zuri.
Na nyinyi fanyeni majaribio nyumbani. Wangapi wanapaka nyumbani hapa? Wengi. Akikomba chakula unafanya nini? Unampa. Ukimpa anafanya nini? Anakula. Lakini siku ambayo hujampa akapanda juu ya meza akachukua chakula, anafanya nini? Anakimbia. Anakwenda kulia wapi? Nje. Kwa nini? Kuna tofauti gani na chakula nicho hicho? Alijua. Sawa. Kwa maana nyingine ya maneno yako, dhamira yake imemwambia hichi ulichofanya ni kibaya, kwa sababu paka hana elimu hiyo. Sawa Hana akili hiyo ya kibinadamu. Lakini conscience yake imejifundisha kwa sababu ilishamtokezea huko nyuma. Alishawahi kupigwa, si ndio? Kwa hiyo akajua ubaya na uzuri. Kwa hiyo conscience yake imemfahamisha kwamba hichi ulichofanya hichi hakiwezi kuridhia, ndani ya dhamira yake katoka nje kulia nje. Lakini ulichompa yale amekula mbele yako. Umeelewana Kwa hiyo maana ya conscience kwa Mwenyezi Mungu ametuumbia sisi wanadamu kitu ambacho wote tunakimiliki, cha kujua baya na kujua zuri, bila kuambiwa, bila kusifiwa, bila yani wewe mwenyewe unafahamu kwamba hichi ni kizuri na hichi ni kibaya. Kwa hiyo katika kutengeneza character zetu, kitu cha mwanzo ambacho tunatakiwa tukilinde sana ni conscience zetu. Ni wangapi humu ndani ambaye akifanya jambo baya anafurahi sana? Ni wangapi? Nyoshe mkono. Kwani wa kweli yani? Ananiona kama amefanikiwa, ameshinda kweli. Wangapi? Tuelezee. Hata nikimpiga mtu ndio au nikimdhulumu ndio unajisikia vizuri, kwa sababu unaona kama kile kitu nilichodhamiria kupata nimepata. Mashaallah, amekuwa mkweli jamani. Sawa, yeye lengo lake alikuwa apate kitu, atakipata kile kitu kwa njia yoyote, mradi amekipata, kwa kumpiga mtu, kwa kumdhulumu mtu, maadamu kakipata, roho yake inafurahi kwamba nimekipata. Hiyo nadharia inaitwa nadharia ya Machiavelli. Tutakuja kumsoma huko mbeleni. Sawa Nadharia ya Machiavelli inasema means justify the goals justify the means. Naweza kuandika hapo pembeni. The goal justify the means. Yaani wewe ili ufikie lengo lako fanya chochote hapa katikati. Hii ni nadharia ya kimagharibi, nadharia ya Wamarekani, watu wa Ulaya, watu wasiokuwa na dini, ambao maisha yao wanaishi kwa ajili ya survival. Naam Sheikh. Kina Netanyahu, sawa Sio ya Kiislamu. Muislamu ambaye amejengeka katika ile misingi tulizungumza mitatu hawezi kushindwa na paka ambaye anajua amefanya makosa akalia nje. Anajua kabisa hili nilolifanya mimi ni kosa na dhamira yake lazima imuume. Sasa kinachofanyika katika malezi sasa hivi na mafundisho ambayo nyinyi mnasomeshwa ni mafundisho ya ushindani, competition. Bora miongoni mwenu ni yule ambaye anashinda, hata akishinda kwa njia ya wizi, ya dhulma, hata ya kuibia mitihani. Maadamu kapata A atasifika nchi nzima. Kwa hiyo wewe unajifundisha kwamba mwenzangu amefurahi leo, ametangazwa kwa sababu aliibia mtihani, na wewe unaona kwamba ufuate njia hiyo hiyo. Huo sio Uislamu. Conscience yako haijakusuta. Uislamu ili uweze kufikia katika daraja ya ihsan ni lazima dhamira yako iwe hai. Conscience yako tunaizungumzia hii iwe hai. Usijali unavyosifiwa, usijali personality yako, ukweli wako wewe mwenyewe ukoje na ile dhamira yako inakwambia nini. Tuko pamoja? Mudakhala kidogo Sheikh. Naam. Alghaya la tubarrir alwasila, yani lengo halihalalishi njia utakayopitia. Machiavelli ni mwanafalsafa mkubwa, ndio kumsoma baadaye, na ndio falsafa za nchi za Ulaya zote, Marekani zinatumia hiyo
kwamba ili ufikie lengo lako usijali unapita njia gani. Ndio vijana wengi wako hivyo sasa hivi. Vijana wengi wanatamani kuwa na gari nzuri. Wangapi wanatamani kuwa na gari nzuri? Mikono juu. Wangapi wanatamani kuwa na wake wazuri? Mikono juu. Wengi hao wameongezeka hiyo. Mashaallah. Mwenyezi Mungu awape wake wazuri wa kweli lakini. Wangapi hapa wanatamani wawe na nyumba nzuri na maisha mazuri na biashara nzuri? Vyote hizo ni matamanio ya halali kabisa. Sawa Lakini kinachotengenezwa hapa ni kwamba unafikiaje katika mafanikio hayo? Kama utafikia katika mafanikio hayo kwa njia za haramu katika Uislamu, hiyo haifai. Kwa sababu dhamira yako, karakta yako utakuwa umeiharibu. Ukifikia katika njia ambayo dhamira yako itakuwa imefurahi, umefikia kwa mafanikio mazuri, ina maana consciousness yako itakuwa iko hai. Tuko pamoja? Bwana mmoja alikaa akafikiri sana usiku. Sawa Mmoja katika maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nataka nijue ni nini wema na ni nini uovu. Yako utakuwa umeiharibu. Ukifikia katika njia ambayo dhamira yako itakuwa imefurahi, umefikia kwa mafanikio mazuri, ina maana consciousness yako itakuwa iko hai. Tuko pamoja? Bwana mmoja alikaa akafikiri sana usiku. Sawa Mmoja katika maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nataka nijue ni nini wema na ni nini uovu. Nini kitu kizuri, nini kitu kibaya. Nini maana ya wema, nini maana ya uovu. Nitajuaje? Anataka apate criteria, kipimo kitakachomhukumu katika maisha yake. Of course ni hadithi muhimu sana kwa Muislamu kuifahamu. Na huyu ni thinker mkubwa sana katika maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaondoka siku ya pili kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kumuuliza. Alipofika akuta msikiti umejaa. Na yeye anataka amuulize kisirisiri. Mtume akamwangalia, akamuona, akatabasamu, akafikiri ameitwa. Kwa hiyo akaanza kuwaruka wenzake, akaenda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakaa kwa Mtume kama alivyokaa Jibril katika hadithi ya mwanzo niliyozungumza. Karibu kabisa. Na bado Mtume akamwambia, udnu minni, nisogelee zaidi. Akamsogelea. Akamwambia, najua unataka kuja kuuliza. Nikwambie umekuja kuuliza nini au utaniambia mwenyewe? Busara za yule akasema, ya Rasulullah, niambie kama unajua nimekuja kuuliza nini. Kama umekuja kuuliza vitu viwili, wema na ubaya. Akasema, ndio ya Rasulullah, nimekuja kuuliza vitu viwili. Akamwambia, sasa sikiliza. Wema ni kile kitu ambacho ukikifanya moyo wako unatulizana. Unajihisi peace ndani ya nafsi yako. Unajihisi furaha ndani ya nafsi yako. Huo ndio wema. Na madhambi na ubaya ni kile kitu ambacho ukikifanya kinakuwa kina ukakasi katika kifua chako. Yataraddad fi sadri, yani akitoki haraka katika kifua. Wa khashita an yatali alayhi nas, na ukawa unaogopa watu wasijue kitu unachokifanya, watu wasijue. Sawa Huo ndio ubaya. Hata kama utapewa fatwa tofauti, huo ndio wema na huo ndio ubaya. Umeelewa hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani anaweza kunifafanulia? Hii ni zawadi kubwa hii hadithi. Naam. Baki. Mwingine jitahidi. Jazakallah khair. Nataka ufahamu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu sahaba alikwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ufahamu kwa mukhtasar. Umeelewa nini? Naam. Nimeelewa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba wema ni kitu ambacho ukifanya katika moyoni unajihisi amani, kwamba hata Mungu pia amekipenda hicho kitu ulichokifanya. Ndio. Na kama vile ukifanya wema, labda kutoa sadaka kwa watu, na utajihisi kama mimi nimetoa kwa ajili
ya Allah, na kufanya wema ni kufanya wema kwa ajili ya Allah, na kufanya kwa ajili ya kuonekana pia itakuwa kama ni ubaya fulani tu unachokifanya. Na ubaya, nimeelewa kwamba ubaya ni kitu ambacho ukikifanya utakereka moyoni, labda kama umemdhulumu mtu na kile kitu, ile faida uliyokuwa unataka upate hujapata. Naam. Naje ungeipata ile faida, ungeipata ile faida ungeridhika vile vile. Lakini katika baada ile faida ukaitumia, baadaye utakuja utajihisi kwamba nilifanya kitu kibaya kwa okay. Kwa hiyo mwisho wa hisia zako ni majuto utakapokuwa umefanya kitu ambacho sio cha wema. Exactly. Mashaallah. Mjitahidi kuweka vizuri. Nadhani ufafanuzi wa ndugu zenu umewasaidia. Msingi wa maneno niliyozungumza ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unarudi katika kitu kinachoitwa nini? Conscience. Kila mmoja hapa, namalizia mada yangu ambapo kuna dakika 2 zimebaki na hapa sijafika hata robo ya mada, tutaendelea siku zingine. Sawa? Msingi, maana kuna vitu 6. Msingi wa conscience ni wewe mwenyewe. Kuwa mkweli wewe mwenyewe na nafsi yako. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alivyotuumba wanadamu wote ametuumba na hichi kitu kinachoitwa dhamiri. Lakini sisi ndio tunakihuisha kikawa kina uhai au sisi ndio tunakifisha. Sawa? Maamuzi yako kwako. Mathalan wewe umefanya makosa mara ya kwanza. Dhamira yako ikakwambia umefanya makosa, huna raha. Umeiba kitu cha mwenzako. Umeelewa? Au nyumbani pale umechukua kitu cha thamani. Wazazi wamekuja, wameuliza, wamewaita watu wote. Katika watu wote walioulizwa pale, wewe peke yako mapigo yako ya moyo yatakuwa tofauti na wengine, si ndio? Kwa sababu umefanya nini? Fanya makosa. Unajijua. Lakini kwa sababu umeficha, utabaki nayo hiyo siri wewe mwenyewe. Baba atasema kuanzia sasa hivi huyu msichana wa kazi simwamini tena, ndio amechukua kile kitu, achukue haki zake aondoke. Wewe utajisikiaje? Utaweza kusema? Huwezi kusema? Bado huwezi kusema, si ndio? Imeshafika hatua nyingine kubwa zaidi kwamba sasa amefukuzwa na mtu kazi. Sasa nikisema mimi tena itakuwaje? Kwa hiyo ngoja nimezee hapa. Kwa hiyo pale maana yake wewe unazidi kuikandamiza nini? Hebu jibuni, unakandamiza nini? Conscience, sawa? Ambaye Mungu amekuwekea. Unazidi kuikandamiza, unaitafutia sababu kwamba hapa sasa nikisema, hapa nikifanya, inakuja kubwa zaidi. Kwamba hata vitu vya nyuma vilivyokuwa vimeibiwa, kumbe ameiba huyu. Anayefunguliwa kesi polisi ya wizi. Wewe bado upo tu, sawa? Unaikandamiza tu. Ukiendelea hivyo, ile dhamiri naye ina uhai. Inafika sehemu sasa inakuwa haioni haja tena ya kukushtua. Kwa sababu mtu mwenyewe ushtuki. Si ndio? Kwa maana nyingine, moyo wako unakuwa umepata kutu. Moyo uliopata kutu, hata ukiupelekea umeme ukaugongesha hivi, umeme haupiti. Kwa maana dhamira yako imekufa. Ikifia katika stage hiyo, unakuwa huna haya. Huna haya, hujali watu wanasema nini, hujali zuri au baya. We mradi umefikia lengo lako, ulifikia lengo lako, basi unakuwa sawa sawa na binadamu wengine kama wanyama wanavyoishi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha lam tastahi fasna bima shit. Kama huoni aibu, fanya unavyotaka kwa sababu wewe na wanyama huna tofauti. Kwa hiyo dhamiri yako inapokuletea, inakustimulate, inakushtua, isikilize. Ukisikiliza inakuwa ni rahisi kurudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu, si ndio? Katika Uislamu mwanadamu ameumbwa na nafsi za aina 3. Nafsi ya kwanza inaitwaje? Al-mutmain. Mashaallah. Nani kajibu? Huyo inabidi aandikwe jina. Ya pili? Nafsi ya pili? Al-lawama. Inabidi aandikwe jina. Nafsi gani hiyo? Inaitwaje? Sheikh, tafsiri ya basi tujue Kiarabu. Yenye kujilaumu. Ya 3? Al-amaratu bisu. Sawa Nafsi yenye kuamrisha maovu. Nene andikwe jina. Ziko nafsi 3. Nafsi ya kwanza iliyotulizana ndio inafikia katika daraja ya ihsan, ambaye ilikuwa na dhamir hai. Nafsi ya pili
Alawama, nafsi sio mbaya, wote wengine tunao hapa, ni ile ambayo inajilaumu. Dhamira iko hai kwamba najilaumu, kwa nini nimefanya vile, kwa nini nimemtukana, kwa nini nimechukua, kwa nini nimesema yale maneno. Kwa hiyo dhamira yako iko hai. Nafsi ya mwisho al-amaratu bisu, hii dhamira imekufa, inaamrisha maovu tu, haikuamrishi jambo lolote jingine, na hii ni nafsi mbaya ambayo mwisho wake ni katika moto wa jahannam. Mwenyezi Mungu atuepushe. Kwa hiyo kuna nafsi hizo tatu, Sheikh anaweza kuziandika hapa kwa haraka haraka uweze kuzifahamu. Kwa hiyo somo langu la leo ilikuwa ni kwamba wote tuliomo humu ndani tusikilizane, tunaamini kwamba neema kubwa kuliko yote ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu ni neema gani? Neema gani? Neema gani? Uislamu. Hiyo tumekubaliana principle. Na tukasema ili uweze kuwa Muislamu ni lazima upande ngazi tatu. Ngazi ya kwanza ni ipi? Ngazi ya pili ni ipi? Ngazi ya tatu ni ipi? Na ihsan tukazungumzia maana yake kwa upana. Maana yake ni nini? Maadili yaliyokuwa mazuri, sawa Na tukazungumzia maadili yaliyokuwa mazuri yanatengenezwa na sisi wenyewe kupitia katika character zetu. Tukatofautisha kati ya character na reputation na personality, sawa Tukasema reputation tupilia mbali, personality weka pembeni. Tunatakiwa tushikamane na nini? Character zetu. Character is who we are, sisi ni kina nani, ndio character. Na tukasema character inatengenezwa na mambo mangapi? Mambo mangapi? 6. Ya kwanza conscience, ambayo bado hatujaimaliza, tunaizungumzia conscience. Na malizia kusema kwamba conscience ni kila mtu anayo, na unaweza ukaihuisha au ukaifisha. Kuhuisha maana yake nini? Ukao unaiachia inakusuta. Sisi tumeelewana Maswali mengi yameulizwa hapa wakati Sheikh anazungumza, Sheikh Kombo. Kiwa fulani kazini, kiwa fulani kazini, sawa? Sikiwa kazini, tumeelewana Hizo ni conscience. Sisi tumeelewana? Namalizia kwa kisa kimoja tu. Kisa kimoja. Kijana mmoja yuko majangwani, Muislamu. Kwa mbali kule amemwona binti amevaa hijabu na niqab, anachunga kondoo. Kijana 16, 17, teenage yani. Lazima tutambue kwamba kila unavyotembea unatembea na shetani, lakini unatembea na malaika wa khairi vile vile. Tutakuja kuyasoma baadaye haya. Akaona hivi, mimi niko jangwani hapa na kuna binti yuko peke yake pale na ana matamanio yake. Akamwendea. Of course haikuzungumziwa hivyo. Hivyo ni vitu vya kutoa maelezo tu. Unaitwa nani? Unafanya nini? Mbona unachunga peke yako hapa? Ndio stories za vijana zinakuwa hivyo. Kwani huogopi jangwani peke yako? Sio hivi na hivi. Binti anaogopa na mjibu. Akaanza kumshika. Usinishike, usiniguse. Naona anamzungukia huku, mara kamkumbatia, mara kambusu huku, mara kakimbilia huku. Umeelewa Anataka kufanya naye matendo ya chafu. Kwa hiyo amekwenda huku akimlaghai, huku akimtishia, huku akimlaghai, huku akimtishia mpaka anataka kufanya zina. Lakini ghafla kama kijana wa Kiislamu dhamira yake ikanyanyuka kwamba unafanya nini? Kwani unafanya hichi kitu? Muogopi Mwenyezi Mungu wewe? Dhamira yake, conscience. Ingekuwa ni mtu anataka kufikia malengo yake kwa njia yote, angefanya anachotaka kukifanya, si ndio? Angempiga chini, angemwangusha, angemvua nguo, angembaka. Mwisho angesherehekea nimepata. Sawa Hiyo nadharia ya kimagharibi. Lakini Muislamu akasema hapana. Nimefanya nini mimi? Akamwacha. Lakini haikutosheka kumwacha tu. Akasema mimi nitafanya nini? Hapa lazima Mwenyezi Mungu ameniona. Na lazima Mwenyezi Mungu atampelekea Jibril amwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna fulani nataka kubaka msichana jangwani. Nifanye nini sasa? Dhamira inamuuma. Fikiria akaenda mpaka katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuta msikiti na maswahaba wamekaa. Kitu gani kilichokuangamiza? Akamwambia alajtu mraa, nimemshikashika mwanamke, nimefanya hivi. Maswahaba pale kina Umar wakakasirika, toka hapo, toka, atakumfukuza maki haribu jalsa yao, acha vitu vya. Unaona? Mtume akarudisha macho chini, hakuyenyanyua tena. Hakumwangalia tena usoni.
Yule kijana akarudia mara 3, ya Rasulullah, nimeangamia. Anataka apate solutions kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam itakayefanya dhamira yake iwe dogo istarehe, yani kwamba afanye nini sasa baada ya yale makosa. Mtume akunyanyua uso wake tena. Yule kijana akaona kweli nimeangamia. Na maswahaba wanataka kumpiga pale. Na wakati wa swala umekaribia. Kwa hiyo hata si swali pale, maana yake akatafuta sehemu nyingine swali. Maana kaangamia hata Uislamu wenyewe, maana kama katoka vile. Katoka zake akaondoka msikitini. Anamaliza tu kuondoka, Jibril anateremshwa. Allah amemtuma kutoka mbingu ya saba na Qur'an. Maswahaba wanasema tukaona Mtume amebadilika, jasho linamtoka. Baada ya muda akauliza aina shab, yuko wapi yule kijana? Alikuwa anauliza. Akamwambia kharaja ya Rasulullah, ameondoka zake. Sasa mtafuteni. Riwaya zingine zinasema akatoka mwenyewe mlangoni kumtafuta. Hajaenda mbali, akaitwa. Aliporudi Mtume sallallahu alayhi akamwambia Qur'ani imeteremshwa. Mwenyezi Mungu anasema wa aqimis salata tarafai nahar wa zalafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Simamisha swala, sehemu ya swala za mchana na sehemu ya swala za usiku. Hakika mambo mema yanafuta mambo mabaya uliyoyafanya. Umeelewa aya hiyo? Muitafute muifanyie kazi. Imeteremka kwa ajili ya huyu kijana, kwamba huyu kijana akafanya madhambi, lakini kilichomuokoa katika madhambi aliyofanya ni dhamira yake ilikuwa iko hai, ikamzuia asiendelee na yale madhambi. Kilichomfanya mpaka aya ziteremke ni majuto aliyojuta katika nafsi yake, nafsi kujilaumu kwamba amefanya kosa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia simamisha swala za mchana na usiku, swala hizi zinafuta madhambi kama haya. Mtume akamwambia sallallahu alaihi wasallam yule kijana, swali na sisi swala ya alasiri ili madhambi yako yasamehewe. Maswahaba walikuwa wanataka kumpiga, akamwambia Rasulullah, hii inamhusu huyu tu au wote sisi? Maana na wenyewe wana madhambi yao walikuwa hawajayasema. Bora yule kaja akayasema, wenyewe wana madhambi yao hawakuyasema. Sasa aliposamehewa akapewa solutions, wakasema hii solution iliyotolewa inamhusu huyu tu au hata sisi tukiwa tuna matatizo tunakuwa hivi? Mtume akasema inawahusu wote. Sasa walifurahi sana siku ile. Kwa sababu gani? Wamepata solutions ya kusamehewa madhambi yao ambayo yalikuwa yakiwaumiza kila siku na wanaogopa kuyasema. Moyo wa kisa hichi ni dhamira ya huyu kijana ilikuwa hai. Kwa hiyo mimi na wewe ndugu yangu kijana, tuziache dhamira zetu ziwe hai. Umefanya kosa, nenda kwa mama. Mwambie mama, mimi leo nimekosea. Nenda kwa baba yako, mweleze mimi nimekosea. Kama ni jambo la siri sana, nenda kwa Mwenyezi Mungu. Gongie mlango. Lia kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, mimi nimekosea, naomba unistiri. Sawa? Na sintorudia tena. Mwenyezi Mungu ndo anahitaji dhamira zetu ziwe hai. Dhamira iliyokufa, ikifa dhamira yako, wewe na wanyama hamna tofauti yote. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.